Bana, kwa upande wa kwake Harmonize pamoja na Kajala ni kama wameanza kudate ile dhahiri kabisa, na kwanza wanadekeana. Hii ni video ambayo baada ya shughuli fupi ambayo imefanyika katika hafla fupi ambayo imefanyika katika nyumba ya kwake Mario. Sasa hili ni jambo ambalo limewashtua watu wengi baada ya kumuona Harmonize pamoja na Kajala wakiwa wana vibe, tena vibe la kutisha. Hapa wamekumbatiana, walikuwa wanadekeana kabisa, na namna ambavyo Kajala, yani kwa namna ambavyo yeye mwenyewe binafsi ameonekana kwamba anampenda vilivyo. Na upande wa Harmonize, huu ni upande ambao wa pili sasa hivi wanafuraha na kila mtu wako attention kwa tukio hili ambalo wamelifanya katika siku ya leo. Ni moja kati ya siku ambayo ni ya furaha zaidi katika industry hii ya muziki wa Tanzania, lakini pia ni moja kati ya siku ya furaha kwake Paula, lakini pia ni moja kati ya siku ya furaha kwake Mario, pamoja na wale wote ambao wamehusika katika movie mbalimbali. Lamata wote wameweza kutokea pale, Lamata Village nzima kiujumla, watu mbalimbali wameweza kujumuika nao katika siku hii, hata katika session fulani ambazo walikuwa wanatakiwa kushuti au kuweza kushuti pamoja. Lakini namna ambavyo Harmonize pamoja na mwanamke huyu ambao katika siku hii ya leo wameweza kuisimamisha Instagram nzima kiujumla, hii inaashiria kwamba mvutano wao ni mkubwa na ni mvutano ambao umewafanya watu wengi katika mitandao hii ya kijamii wawe na subira kidogo. Labda kuna jambo ambalo lazima kaja kutokea hapo mbeleni, ndoa, vitu kama hivyo pia, lakini pia mambo ambayo yamewafanya watu wengi wakawa na maswali juu ya maisha ambayo yatafuata. Je, watakuwa wanapari kama vile ilivyokuwa hapo zamani? Na je, Harmonize this time around kuna kipi ambacho ameplani kwa mwanamke huyu, kwa sababu mwanamke huyu ni moja kati ya nguzo kubwa sana ambazo alikuwa akizipambania katika siku za nyuma. Hata kurudiana kwake kunaonekana kwamba kuna nguvu za wasanii baadhi ambao wamehusika katika ile, especially kwake Mario. Mr. Kola la zaidi kwa muda huu. Hii ni Harmonize News na haya ndio yaliyojiri katika siku hii ya leo. Bye bye for now.